السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وعلى رسول الله المصطفى وعلى آله وصحبه أولي الهداية والوفاء. أما بعد, tunakaribisha tena katika video zetu ambazo zinazungumzia asrari za Qur'ani, asrari za dua ambazo kwamba ni mujarrab, na kwa wale ambao kwamba wamezitumia wameona faida yake, wameona siri ya dua hizi na vile vile aya hizi ndani mwa Qur'ani kwa uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala. Na katika video hii insha Allahu ta'ala tutaelezea siri miongoni mwa siri za aya na vile vile dua ambazo lau wazifanya kwa nia sadiqan, kwa nia ya ukweli, kwa ikhlasi na kwa yakini kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ndiyo mwenye kutenda, ndiyo mwenye kutimiza malengo, mwenye kuwatimizia watu malengo yao, basi insha Allahu ta'ala Mola subhanahu wa ta'ala atakukunjulia riziki zako, na vile vile kama wewe unahitaji kazi, basi Mola subhanahu wa ta'ala atakufungulia makazi, utakuwa ni mwenye kupata kazi nzuri, na vile vile ni mwenye kubarikiwa katika amali zako, katika kazi zako. Na kabla ya kuanza kuelezea siri hii tukufu, basi mwanzo tutangulize kumsalia Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Ni wangapi wetu katika mujtama tunalilia hali ngumu za maisha? Pato limekuwa dogo, kazi zimekuwa ndogo, mambo hayafunguki, maisha yamekuwa magumu. Kila mmoja wetu analia huku na huku akitaka nusura kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ni wangapi wetu ambao kwamba wao wanapata kazi lakini pato linakuwa dogo? Ni wangapi wetu ambao kwamba wanatafuta kazi lakini hawafaulu? Ni wangapi wetu ambao wanahitaji mambo kadha wa kadha kutimiza katika maisha yao, lakini yamekuwa magumu, milango imefungika? Bila shaka Muislamu lazima awe na yaqini kuhusu Allah subhanahu wa ta'ala. Yeye ni mtendaji, yeye ndiyo mwenye kutimiza ndoto za watu, na Mola subhanahu wa ta'ala ametupatia njia ambazo kwamba ni mashruu, ambazo ni ndani yake ukifanya mbali na kupata malengo yako, vile vile wapata thawabu, wapata malipo kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Je, hiyo njia ni ipi ambayo ni mashruu? Lau utaifanya, basi Mola subhanahu wa ta'ala atakutimizia malengo yako, na atakukunjulia riziki, na vile vile kukupatia kazi ambayo kwamba ni munasibu kwako wewe, kwa hikma na khairi ya Mola subhanahu wa ta'ala. Basi songea karibu ili uweze kujua hii njia, na kwa uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala utaona siri na neema itakapo kukuteremkia kwa uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kinachohitajika kukifanya ili uweze kutimiza malengo yako, basi ni njia rahisi sana, nayo ni hii. Kwanza, tenga wakati munasib, tenga wakati mzuri, iwe ni wakati wa usiku ama wakati wa mchana ambao kwamba itakuwa ni sahali kwako. Kisha ujitayarishe kwa kutawadha, kuwa na tahara kamili, ujitayarishe vizuri, halafu uswali rakaa mbili kwa nia ya haja yako. Uswali rakaa mbili kwa nia ya haja yako. Na katika raka ya kwanza utasoma suratul Fatiha, ukimaliza utasoma suratul Kafirun mara 10. Na katika raka ya pili utasoma suratul Fatiha, ukimaliza utasoma suratul Ikhlas
mara 10. Ukisha kupiga salamu ya kwanza na salamu ya pili, basi utasoma suratul Fatiha mara 7. Ukiwa umekaa na huku umeelekea qibla, utasoma suratul Fatiha mara 7. Kisha utasoma swala hii ya Mtume sallallahu alayhi wasallama mara 100. Swala yenyewe ni ipi? Ni hini: Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad wa ashabi sayyidina Muhammad wa sallim fi kulli lamhatin wa nafasin biadadi kulli ma'lumin lak. Nikirudia tena hii swala ya Mtume sallallahu alayhi wasallam: Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad wa ashabi sayyidina Muhammad wa sallim fi kulli lamhatin wa nafasin biadadi kulli ma'lumin lak. Hii swala Mtume sallallahu alayhi wasallama utaisoma mara 100. Kisha vile vile utasoma suratu alam nashrah laka sadrak mara 70. Sura yenyewe bismillahir rahmanir rahim: alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idha faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Hii sura utaisoma mara 70. Kisha vile vile utarudia tena ile swala ya Mtume sallallahu alayhi wasallama, nayo ni Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad wa ashabi sayyidina Muhammad wa sallim fi kulli lamhatin wa nafasin biadadi kulli ma'lumin lak. Vile vile hii swala utairudia na kukariri mara 100. Hichi kisomo lau wakisoma kwa ikhlas na kwa yakini, na utafanya mara moja, kwa uchache ni mara moja tu unaweza fanya. Mara moja tu ukifanya yatosha, lakini ukifanya kwa ikhlas na yakini, basi nakuapia kwa Allah subhanahu wa ta'ala, nakuapia kwa Allah subhanahu wa ta'ala, haitapita siku 3 isipokuwa Mola subhanahu wa ta'ala atakutimizia malengo yako. Kama ni kukukunjulia riziki zako, basi Mola subhanahu wa ta'ala ataikunjua riziki yako. Na ikiwa ni kukufungulia makazi zako, kama kazi zako zimekuwa zimefungika, zimeharibika, mambo hayaendi, basi Mola subhanahu wa ta'ala ataifungua kazi zako. Biashara yako Mola subhanahu wa ta'ala ataifungua. Utaona wateja wakija kwa wingi katika biashara yako. Kama ulikuwa unataka kuuza kitu hakiuziki, basi kwa uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala hicho kitu kitauzika. Haitapita siku ya 3 kwa uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala. Na hii faida ni mujarrab, faida adhim kabisa, nimeikusudia sote tufaidike insha Allahu ta'ala katika maisha yetu, tuwe ni wenye kutumia faida hizi kwa kumlekea Mola subhanahu wa ta'ala atutengezee maisha yetu kwa baraka na siri za Qur'ani, vile vile na siri za dua. Kwa sababu faida kama hizi lau sisi twazifanya, mbali na kwamba Mola subhanahu wa ta'ala anatutekelezea malengo yetu, na vile vile tunapata thawabu, kwa sababu hizi ni swala za Mtume sallallahu alaihi wasallam, vile vile hizi ni aya za Qur'ani. Kwa hivyo wapata thawabu kwa kusoma hizi aya, na vile vile wapata malengo yako
ambayo kwamba umemkusudia kwa Mola Subhanahu wa Ta'ala akutekelezee. Kwa hivyo hizi ni njia mashruu ambazo kwamba unapata kheri ndani yake, si zile njia ambazo kwamba Mola Subhanahu wa Ta'ala ametukataza tuzitumie. Kwa hivyo hii ni zawadi nimeipenda kuielezea katika video hii insha Allah Ta'ala, na tumuomba Mola Subhanahu wa Ta'ala atufungulie milango ya kheri, ateremshie riziki zake kwa wingi, riziki za kheri, na vile vile atufungulia makazi yetu, makazi ya kheri, na Mola Subhanahu wa Ta'ala atuhifadhi na balaa za dunia na vile vile balaa za akhira, atupe katika dunia hii hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mpaka wakati mwingine insha Allah Ta'ala, tukutane kwa faida nyingine kwa uwezo wa Allah Subhanahu wa Ta'ala.